بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 27 mwezi wa Shaaban mwaka wa 1447, tukiwa katika Masjid Huda, ikiwa leo insha Allah taala ndio darasa yetu ya kwanza katika msikiti huu Huda, mtaa wa Spaki. Insha Allah taala kila siku ya Jumapili kuanzia leo biidhnillah takuwa na darsa baada salati al-fajr insha Allah. نسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة ولا حول لنا ولا قوة إلا بالله. kabla ya kuingia katika kuanza kusoma ile risala ambayo ndio itakuwa ya mwanzo kuisoma hapa, tawasomea maneno ya al-Allama Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala katika kutuhimiza kujibidisha katika kutafuta ilmu ya kisheria. Tuishi katika wakati wengi katika ndugu zetu Waislamu wako mbali sana na kuisoma dini yao, pamoja na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala katika asri hii tunaoishi ametufanyia wepesi njia za kuitafuta ilmu ya kisheria, lakini ni jambo ambalo sote tuliona mbele yetu kuwa wengi katika watu wako mbali na kuitafuta ilmu ya kisheria. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: من طلب العلم ليحيي به الإسلام. na haya maneno yamgusa kila Muislamu na zaidi vijana. Hii ni fadhila kubwa sana lau kama kijana wa Kiislamu atatenga wakati wake kwa ajili ya kutafuta ilmu. Ibn Qayyim asema, man talaba al-ilma, yoyote mwenye kuitafuta ilmu. Na ilmu hapa inakusudiwa ni ilmu ya kisheria. Man talaba al-ilma liyuhyi bihi al-islam, yoyote mwenye kuitafuta ilmu kwa malengo ya kuhuisha Uislamu, sababu uhai wa Uislamu uko katika sisi kuitafuta ilmu na kuijua dini yetu. Fahuwa min as-siddiqin. Ibn Qayyim asema huyu daraja yake yuko pamoja na daraja ya as-siddiqin katika wale waliotajwa katika suratul Nisa, faulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyin was-siddiqin, ambao ni daraja baada ya utume. Namna alivyonyanyuliwa daraja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fahuwa min as-siddiqin wa darajatuhu ba'da darajati an-nubuwah, na mtu huyu daraja yake ni baada ya daraja ya utume. Sababu mitume wa Allah alayhi salatu wassalam walikuja kuwafundisha watu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala.
Na huyu anayejifunza ilmu ya kisheria akaifikisha kwa wengine, kazi anayoifanya ni kuwa amechukua urathi wa mitume wa Allah alayhi salatu wassalam na kuwafikishia ndugu zake. Kwa hiyo kazi anayoifanya ni kazi ambayo wameifanya mitume wa Allah alayhi salatu wassalam, na ndio maana akanyanyuliwa daraja kiasi hiki. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala يقول: لأن أتعلم بابا من العلم فأعلمه مسلما أحب إلي من أن تكون لي الدنيا. الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى سيما: mimi kujifunza mlango mmoja katika milango ya ilmu, kisha nimfundishe ndugu yangu Muislamu, ahabbu ilayya min an takuna liya dunya, yapendeza zaidi kwangu mimi kuliko niwe naimiliki hii dunia, dunia kulluha, hii dunia yote, aj'aluha fi sabilillahi ta'ala, kisha niitoe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaana ile ajri ambayo ataipata mja anayemiliki dunia akaitoa fi sabilillah, katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hasan al-Basri aona kujifunza mlango mmoja katika ilmu ni bora kuliko yule anayemiliki dunia akaitoa sadaqa fi sabilillah subhanahu wa ta'ala. Na maneno ya ahlul ilmi katika kuzungumzia suala hili ni mengi sana, lakini tumeyatanguliza hapa ili kuhimizana juu ya umuhimu wa kutafuta ilmu. Huenda Allah subhanahu wa ta'ala kayajalia ni sababu ya kuamsha hamasa katika nyoyo zetu ya kutafuta ilmu ya kisheria. Risala ambayo tutaanza kuisoma insha Allah ta'ala, fusulun fi as-siyami wat-tarawih waz-zakah, لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. moja kwa moja tutaingia katika utangulizi wa Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Qala rahimahullah: bismillahir rahmanir rahim. Na insha Allah ta'ala natarajia kikao nitakachokuja kinachofuata, kila mmoja anayefuatiliza awe nayo risala katika mkono wake afuatiliza. Mara nyingi katika durus na watu ule uzoefu wa kutafuta ilmu sehemu nyingi wa hawana, utakuta mtu yuaji wasikiliza darsa, hana kitabu, hana kalamu, hana daftari, asikiliza, yuondoka, akuachia pale pale. Na huu ni upungufu sana. Risala ni ndogo sana, katika safha hazifiki pengine tuseme safha 30. Kwa mtu aweza kupiga kopi kitabu akawa na nuskha akafuatiliza darsa polepole. La sivyo utakuwa wasikiliza, kisha ndio kutakuwa na maswali ya jambo ambalo limetajwa hapa, kwa sababu hukutanabah kwa kuwa huna kitabu mbele yako. Kwa hivyo inshallah natarajia katika juma lijalo kila anayefuatiliza awe na kitabu afuatiliza inshallah. Barakallahu fikum. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، بعد حمدي وسيم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فإنه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك شهر رمضان المبارك فإننا نقدم إلى إخواننا المسلمين الفصول التالية
سائلين الله تعالى أن يجعل عملنا خالصا لله موافقا لشريعته نافعا لخلقه إنه جواد كريم. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى katika mwanzo wa risala yake hii aeleza sababu iliyompelekea yeye kuiandika hii risala. Akasema fa innahu bimunasabati hululi shahr Ramadan almubarak. Kwa hiyo munasaba wa Sheikh Ibn Uthaymeen kuiandika hii risala ni kuwa kuliingia mwezi wa Ramadhani, akawaandikia Waislamu hii risala ili iwe ni funguo ya wao kuijua ibada yao ya saumu. Wakiingia katika ibada yao wao wataifanya ile ibada wakiwa na ilmu. Idhan alafa al-allamatu al-shaykh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah hadhihi ar-risala bimunasabati hululi shahr Ramadan al-mubarak. Ameiandika hii risala kwa munasaba wa kuingiliwa na mwezi wa Ramadhani uliobarikiwa. Wanawavyuoni wasema hakadha yanbaghi litalib alilmi wa lil'alimi an yantahiza alfuras والمناسبات الشرعية في بيان الأحكام المتعلقة بها. yatakikana kwa mwanachuoni na talib alilm awe zile fursa zinapotokea za kuifikisha ilmu kwa ndugu zake Waislamu atazitumia vizuri sana. Kwa wakati wote panapotokea fursa ya yeye kuifikisha ilmu kwa munasaba unaotokea wa kisheria, basi ni fursa kwake yeye kuwafunza ndugu zake Waislamu. Wadhālika lianna an-nufusa takunu mutatalli'atan ila ma'rifati ahkamiha. Sababu mara nyingi nafsi huwa wakati unapoingia munasaba fulani yataka kujua zile ahkam zinazofungamana na ule munasaba ulioingia. Kwa mfano, baada ya Ramadhani watu wajitayarisha kwa ajili ya ibada ya hija, na iwe kuna Muislamu ambaye amejiandaa kwa ajili ya kwenda haji. Bila shaka Muislamu yule ukifungua mlango wa kuzungumzia ibada ya haji, nafsi yake yatamani kuijua ile ibada, kwa sababu ndiyo ibada na kwenda kuifanya. Kadhalika mwezi wa Ramadhani, leo tumebakisha siku chache tuingiliwe na mwezi wa Ramadhani. Kwa nafsi sasa hivi iko tayari kutaka kujua kuwa ni jambo gani linalofungamana na ibada adhimu ya saum, ili nisije nikaingia katika ibada yangu sijui ninachokifanya. Kwa hivyo ile nafsi katika munasaba fulani yatamani kujua namna gani yafanywa ile ibada ya ule munasaba uliomfikia. Kwa tumetoa mfano mwezi wa Ramadhan, awe talib alilm atazungumzia kabla ya kuingia kwa Ramadhan ahkam zinazofungamana na saum, ili ukiingia mwezi wa Ramadhan tayari yule Muislamu amejitayarisha kwa ajili ya kuifanya ibada yake sawa sawa. Na utakuta katika mwezi wa Ramadhan wengi katika watu ndio huanza kuzungumzia ahkam zinazofungamana na saum. Pengine mtu ashaharibu ibada yake, ikifika tarehe 15 ndio yuwasikia maneno yanayofungamana kile alichokiharibu katika ibada. Kwa wiki mbili zile za Ramadhani zote ameifanya ibada yake kwa makosa. Kwa kinachompata Muislamu ni kuwa kabla ya kuingia katika ibada, mwanzo ile ibada aisome. Na hii si khiari, hii si khiari, ni wajib juu yako Muislamu uisome ile ibada unaoifanya. Pengine labda niwape mfano. Sasa hivi tumeswali salat al-fajr. Jiulize nafsi yako, je, ushawahi kuisoma swala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yaswaliwa vipi? Ikiwa hujawahi kuisoma ibada ya sala namna alivyofunza Mtume sallallahu alaihi wasallam,
utaweza vipi muislamu kutekeleza amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema sallu kama raaitumuni usalli, swalini kama mlivyoniona mimi nikiswali? Nani kati yetu sisi anamuona Mtume sallallahu alaihi wasallam akiswali? Jawabu itakuwa hakuna, sababu sisi si masahaba, hatujui isipokuwa kwa kusoma sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aliswali vipi Mtume sallallahu alaihi wasallam? Walillahi alhamdu wal minna, ulama wa sunna wamekusanya ahadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zilizoelezwa na masahaba namna gani alikuwa akiswali Mtume sallallahu alaihi wasallam kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Chukulia mfano kitabu cha al-Allamah al-Albani rahimahullah ta'ala, sifatu salati an-nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbiri ila at-taslim kaannaka tarahu, kuanzia takbira mpaka salamu kana kwamba wamuona Mtume sallallahu alaihi wasallam akiifanya ibada hiyo. Kwa ikiwa kwa mfano muislamu yuwaswali lakini hajaisoma ibada ya sala, basi huyu yuwaswali kulingana alivyowaona wale waliokuwa wakiswali kabla yake, na kuna uwezekano kuwa yule aliyemuona afanya makosa katika swala naye ataendelea katika kosa kama lile. Tukija katika ibada ya hija, ni wajibu juu ya kila muislamu ambaye ana uwezo wa kufanya ibada ya hija, akawa ni mwenye kwenda kufanya ibada kama ile, mwanzo kuisoma. Akishamaliza kuisoma ile ibada, ndiyo aifanye ibada ile kwa njia ya sawa sawa, ili aingie katika amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema litakhudhu anni manasikakum, kwa akaamrisha tuchukue kutoka kwake yeye njia za kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada ya haji. Na hivi ndivyo itakavyokwenda katika ibada zote zilizobakia, si khiari, bali ni wajibu juu ya muislamu kuisoma ile ibada anayokwenda kuifanya. Bimaana, ikiwa utaingia katika ibada ya swala na wewe huisomi ile swala, utakuwa upata dhambi katika kutoisoma ibada yako ya swala kabla ya kuifanya. Ukaingia katika ibada ya hija bila ya kuisoma ibada ya hija, ni dhambi kwako wewe muislamu kuifanya ile ibada bila wewe kuisoma, sababu ni wajibu, na uwajibu ukiuacha wapata dhambi. Kwa ibada ya somo iliyoko mbele yetu, ikiwa hatujaisoma ibada kama hii, sasa hivi ndio wakati wake tujibidiishe katika kuisoma hii ibada ili tusiingie katika makosa. Kwa hiyo fursa yote inapotokea, yatakikana kwa talib alilm aitumie fursa kama ile kufundisha. وبهذا يكون طالب العلم مباركا ونافعا للعباد والبلاد. Kwa kufanya kitendo hichi cha kuwafundisha Waislamu namna ya kumwabudu Mola wao katika munasaba unapoingia, ndio yule talib ilm huwa ni mubarak. Allah amemjaalia ana baraka kwa umma wake, kwa ndugu zake waliokuwa karibu na yeye. Na sisi Waislamu tunapofunzwa tuwe tayari kusoma. Maal asaf, kuna baadhi ya sehemu utapata kuna tulab alilm aqwiya, talib ilm, lakini anapoketi kuifundisha ilmu hakuna aliyekuwa tayari kukaa chini kuisikiliza ile ilmu akaipokea akaifikisha baada yake, na hii ni hatari sana. Wallahu almusta'an. Na ndio hali ambayo wengi katika watu leo wanayo. Na Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala kufanya kitendo hiki, amekwenda kama walivyotangulia wanaovyuoni kabla yake. Kwa mfano, al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah ta'ala ameandika kitabu Lataiful Ma'arif fima limawasim al-aam min al-wadhaifi, katika mujallad moja. Hiki kitabu akaandika al-Hafidh Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah, kila mwezi kuanzia Muharram mpaka Dhulhijja, zile ibada ambazo zafungamana na miezi hii zilizothibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam
kuwa mwezi huu kuna jambo gani ambalo limehimizwa zaidi katika sheria ya Muislamu kulifanya. Ukitizama ndicho hicho alichokifanya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala hapa, kwa kuwa umeingia mwezi wa Ramadhani, kile kinachompasa Muislamu katika mwezi wa Ramadhani ni kitu gani? Ndio maana akaandika hii risala kama tulivyotangulia kutaja. Baada ya kuomba dua, akataja zile fusul alizozitaja ndani ya risala hii ndogo. Alfaslu alawwal fi hukmi as-siyam, akazungumzia hukumu ya saum. Alfaslu athani fi hikamihi wa fawaidihi, akazungumzia hikma ya Allah kutufaradhishia sisi saum na faida zilizomo ndani yake. Alfaslu athalith fi hukmi siyami almaridhi walmusafir, ahkam zinazofungamana na funga ya mgonjwa na msafiri. Alfaslu arabi' fi mufsidati as-sawm wa hiya almuftirat, akazungumzia vile vinavyoharibu saumu, navyo ni vile vinavyofuturisha. Fasli ya tano fi tarawih, akaizungumzia kwa kifupi ibada ya qiyamul layl at-tarawih ambayo hufanywa katika mwezi wa Ramadhani. Alfaslu sadis fi zakati wa fawaidiha, akaizungumzia zaka na faida zinazopatikana ndani ya ibada ya zaka. Alfaslu sabi' fi ahli zaka, akawazungumzia wale wanaostahiki kupewa zaka kama alivyotaja Allah subhanahu wa ta'ala, ili Muislamu aifikishe zaka yake kwa wale wanaostahiki, na hili tutakuja kueleza insha Allah ta'ala. Alfaslu thamin fi zakati alfitri, akaizungumzia pia kadhalika katika fasli ya 8 zakatul fitri. Kwa hivyo hizi ahkam ambazo tumezitaja ndizo atakazozitaja Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala katika hii risala yake, kuanzia mwanzo alipotaja fasli ya kwanza kuzungumzia hukumu ya asiyam mpaka mwisho kuzungumzia kuhusu zakatul fitri, ambayo hii imebakishwa ya mwisho kwa sababu ndio ibada ya mwisho kabisa anaoifanya Muislamu anapomaliza kufanya ibada yake ya kufunga katika mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo insha Allah taala leo huu utakuwa ni utangulizi, na biidhnillah taala tutakuwa tukizungumzia fasli moja baada ya nyingine. Kila tunapokutana insha Allah taala tutajaribu kumaliza fasli moja kwenda nyingine. Sababu ya kwanza hapa amezungumzia fi hukmi siyam, hukumu ya ibada ya kufunga. Siyamu Ramadhan فريضة ثابتة بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. akafunguza maneno chini ya fasli hii kuwa kufunga mwezi wa Ramadhan ni faradhi iliyothibiti katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ijmaa ya Waislamu. Hakuna Muislamu ambaye atakuwa huu ni Muislamu akataa kuwa ibada ya kufunga mwezi wa Ramadhani ni faradhi, na yeyote atakayekanusha tutaeleza insha Allah taala hukumu yake nini. Lakini kwa kifupi, hawi Muislamu anayekanusha ibada ya kufunga mwezi wa Ramadhani, kwa sababu atakuwa mpinga nguzo katika nguzo za Uislamu. Kisha akataja aya, qala taala ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Hizi aya tutakuja kuzieleza insha Allah taala aya moja baada ya nyingine na faida zinazopatikana ndani yake, sababu ni aya zahitajika sasa hivi Muislamu kuzisoma, kuzingatia na kufahamu maana yake nini. Isipokuwa nitamalizia na faida kwa leo. Sababu kubwa ya kuamrishwa umma wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kufunga mwezi wa Ramadhani imetajwa katika hizi aya za siyam, pale aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran hudan linnas
wabayinatin min alhuda walfurqan, katika neema kubwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala miongoni mwa neema nyingi alizowapa ummati Muhammad ni neema ya kuteremsha kitabu hiki ambacho hakujateremshwa mfano wake katika umma waliopita. Kwa hiyo kwa kuwa hii ni neema kubwa, uongofu ambao utabakia ndani ya huu umma hata baada ya kuondoka mtume wao sallallahu alaihi wasallam, na hii Qur'an kwa kuwa imeteremshwa katika mwezi wa Ramadhani, Allah subhanahu wa ta'ala akatufaradhishia sisi kufunga mwezi wa Ramadhani kwa sababu ya kuishukuru neema ya Qur'an. Na wengi katika watu hili pengine labda lapotea katika akili zao, ama walijua lakini hawalizingatii hilo. Kwa hiyo munasaba waweza kuuliza, kwa nini Allah amezungumzia shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayinatin min alhuda walfurqan, kisha baada ya kutaja Allah subhanahu wa ta'ala hayo kusema faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu? Kwa nini atangulize kuzungumzia kuhusu kuteremsha Qur'an katika mwezi wa Ramadhani kisha hapo hapo afaradhishe kufunga mwezi wa Ramadhani? Kwa sababu mwezi wa Ramadhani katika hikma kubwa ya sisi kufaradhishiwa ni kwa sababu Qur'an imeteremka katika mwezi wa Ramadhani. Sisi tufunga kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema ya kukiteremsha hiki kitabu adhimu, maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala aliyoteremsha katika mwezi huu. Na ndio maana shahru Ramadhani yajulikana kama shahru al-Qur'an, na ndio maana tuhimizwa kusoma zaidi, pamoja na kuwa kila siku wasoma Qur'an, ikifika mwezi wa Ramadhan wasoma zaidi Qur'an, kwa sababu ndio mwezi ambao Allah aliiteremsha hii Qur'an. Kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, twafunga mwezi wa Ramadhani kuonyesha shukrani kwa Mola wetu subhanahu wa ta'ala kwa neema ya kuiteremsha Qur'an. Kwa hizi aya insha Allah ta'ala katika kikao kitakachokuja biidhnillah tazieleza moja baada ya nyingine. Tufanye leo hiyo ni utangulizi, tufanye leo kuwa ni utangulizi insha Allah, na kuanzia juma lijalo biidhnillah ta'ala, pamoja na kuwa tutakuwa tumeingia ndani ya mwezi wa Ramadhani insha Allah, lakini tutaanza kusoma insha Allah hii risala mpaka tutakapoimaliza biidhnillah ta'ala, na siku ni moja peke yake, siku ya Jumapili baada alfajri. Kwa ili kumaliza ule muda utakuwa mrefu kidogo, kwa tutakwenda kwenye takriban mpaka dakika 50 jisali moja, na Jumapili ni siku ambayo watu waende kazini. Kwa hiyo kile ambacho kiko kabla ya kuanza kusoma hii risala, kila mmoja wetu insha Allah taala awe atapata kopi yake afuatilize, na yapatikana kwa PDF. Mtu aweza kusema nitapata wapi mpige kopi? Pia hatuna udhuru katika hilo. Ukiingia ukitafuta PDF utaipata, chukua, toa kopi, kisha ufuatilize insha Allah taala. Wiki ijayo Allah akitupa uhai na uzima, tutakuja tuanze kuisoma hii risala biidhnihi alkarim. Naktafi bihadha alqadr, wallahu taala a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.